Hakuna mtu aliyekuwa akijua kwamba David kwa kweli alikuwa pepo mwenye nguvu sana. Hata David mwenyewe hakujua hilo. Ukweli ulijulikana pale John alipompa dawa ya kichawi iliyofichua umbo lake la kweli, la ajabu na la kutisha. Baada ya hapo, John alimchukua David kama mwanafunzi wake na kuanza kumfundisha jinsi ya kutumia nguvu za kimungu na kuilinda ufalme. Lakini ukweli ulikuwa tofauti kabisa. David hakuzaliwa akiwa pepo, badala yake ni John mwenyewe aliyembadilisha kwa makusudi. Kusudi halisi la John lilikuwa kutumia nguvu za David ili yeye mwenyewe awe Mungu. Kumfundisha David pekee hakukutosha kwake. Kwa hiyo alianza pia kufyonza imani ya watu wa ufalme, yaani nguvu ya imani, faith energy. Matokeo yake ya kutisha yalikuwa kwamba watu wa ufalme mzima walianza kupoteza uwezo wa kupata watoto, na kama mwanamke yeyote angefanikiwa kupata ujauzito kwa namna fulani, John angemtuma David mara moja, kwa sababu watoto hao hawakuwa wanadamu wa kawaida, bali waligeuka kuwa mapepo wa kutisha wenye mikia 9. Kazi ya David ilikuwa kuangamiza viumbe hao hatari ili kusiwe na tishio lolote siku za usoni. Lakini hata baada ya kuharibu kabisa imani ya watu, John bado hakuwa na nguvu za kutosha kuwa Mungu. Ndipo akamtuma David katika ulimwengu wa mapepo ili aibe crystal core ya thamani zaidi kutoka kwa mfalme wa mapepo. Mwanzoni David alifanikiwa, lakini mlinzi wa ulimwengu wa mapepo aligundua harufu yake ya kigeni, na kwa ulimi wake akararua mavazi ya kujificha aliyokuwa amevaa David. Ndani ya muda mfupi, makundi ya mapepo yalianza kumzingira kutoka kila upande. Wakati kuponyoka kulipoonekana kuwa jambo lisilowezekana, John alirusha kamba ya kichawi na kumvuta David nje akiwa salama. Baada ya kupata crystal hiyo, John alitangaza kwa watu kwamba usiku wa mwezi mpevu angeitumia kuondoa tatizo lao la utasa. Lakini ukweli ni kwamba ili kuamsha nguvu za crystal hiyo ilihitaji nguvu nyingi za uhai, kiasi kwamba watu wote wa ufalme wangekufa. Wakati huo huo, katika ulimwengu wa mapepo, mfalme wa mapepo Vitas alipopata habari kwamba crystal yake imeibwa, mara moja alituma jeshi lake katika ulimwengu wa wanadamu ili kuirudisha. Amani dhaifu iliyokuwa kati ya wanadamu na mapepo ilikuwa karibu kuvunjika, na sababu ya yote hayo ilikuwa tamaa ya ubinafsi ya John. Siku 7 kabla ya mwezi mpevu, kundi la wanawake warembo sana lilitokea katika mji wa kifalme. Watu waliamini kwamba walikuwa wacheza dansi kutoka nchi ya mbali, lakini ukweli ni kwamba wote walikuwa mapepo kutoka ulimwengu wa mapepo. Uzuri wao na mvuto wao uliwavutia watu haraka sana. Ana alikuwa mmoja wao. Hakuwa tu mrembo wa kupindukia, bali pia alikuwa na uwezo wa kutimiza ombi la mtu yeyote.